Tatizo kubwa ni kwamba uchaguzi wetu umekumbwa na changamoto nyingi sana ambazo baadhi tulishazieleza kwa awali, lakini kwa sasa kwa sababu ni kikao rasmi baina yangu, niko pamoja sambamba na wagombea udiwani baadhi yao wa kata zinazotengeneza jimbo la Chamazi. Hakika uchaguzi wetu haukuwa uchaguzi, tunasema kwa lugha nyepesi ulikuwa ni uchafuzi. Tarajio letu halikuwa kama tulichojitokeza, kwa maana kwamba tulifikiri tume ya uchaguzi imeondoka, imekuja tume huru ya uchaguzi. Kumbe neno huru lilikuwa ni jina la utani. Maana nikisema tume huru na tume ya uchaguzi, tuliamini neno huru lile linaweza likawa linaakisi maana, na hicho ndicho ambacho kimetupelekea sisi wengine kuona tumejenga imani tukiingia kwenye uchaguzi tunaweza tukachaguliwa na matokeo yakalindwa na matokeo yakawa salama, aliyeshinda atatangazwa. Lakini badala yake imekuwa tofauti. Katika jimbo letu la Chamazi ambalo naweza kulizungumzia, kumetokea changamoto nyingi sana katika uchaguzi huu. Moja katika changamoto zake ni kwamba lilipokuja zoezi la kuapisha mawakala, tulijitahidi tukafanya hivyo vizuri sana na mawakala wameapishwa, lakini cha kushangaza ni kwamba idadi ya mawakala tuliopeleka kwenda kuapishwa, alafu baadaye maelezo yalotoka kwa wale wasimamizi wasaidizi, inaonekana idadi yetu imepungua kuliko tuliokuwa nayo sisi katika majimbo yote, katika kata zote, kwa maana kusudia katika jimbo kwa ujumla. Hili lilikuwa tatizo, lakini tukawa tuna mianya ya mawakala wachache sana, ambao tunaweza kusema wachache kwa sababu uchaguzi unategemea na namba. Kwa hivyo ukikosa vituo kadhaa unaweza ukashinda katika vituo vingine na bado ushindi wako ukawa salama na ukapata ushindi. Hili lilikuwa tatizo kubwa kwa awali, tulihisi kwamba inawezekana ni changamoto ndogo sana. Lakini cha kushangaza, siku ambayo tunakwenda kwenye uchaguzi, mawakala wetu walinyimwa barua lugha ya wasimamizi, na hasa katika kata takriban 3 katika kata 4. Zote zilikuwa na changamoto hizo. Barua zilichelewa, tunaambiwa kwamba mawakala wamefika kwenye vituo, wanaambiwa hatuwatambui kwa sababu hakuna barua. Changaza ni kwamba katika vituo vyote tulivyopita ambavyo tumekuta mawakala wetu ndio wamezuiwa hawapo, kura zilikuwa zinapigwa na wasimamizi. Wanakunja na tumbukiza. Binafsi nimekamata maeneo zaidi ya 3 au 4. Maaskari wakawa wanafanya kazi ya kutudhibiti sisi badala ya kuwadhibiti wale ambao wanaofanya wizi wa namna hiyo. Nimekuta mapema mpaka saa 5 baadhi ya vituo masanduku yamejaa. Sasa unashangaa, lakini baadaye tukagundua kwamba sasa huu ni mpango wa jimbo zima la Chamazi kwamba kura hazikupigwa na wana CCM. Migogoro tulionayo katika nchi yetu takriban sasa miaka zaidi ya 5-6 hivi tunakwenda na migogoro inayotokana na matatizo ya uchaguzi. Ndio msingi. Naomba Watanzania wafahamu, migogoro inayokwenda na kujitokeza na inazidi siku baada ya siku, sio ya kidini, sio ya ukabila, sio ya chochote, wala sio ya maslahi binafsi. Ni migogoro inayotokana na matatizo ya kiuchaguzi, kwamba serikali ya CCM haiko tayari kutenda haki katika uchaguzi. Haya mambo yanakera watu, haya mambo yanaumiza watu. Tunaacha shughuli zetu, tunaacha familia zetu, tunakwenda kujipanga barabarani huko, tunapambana kutafuta kura, pesa zinatumika, wakati mwingine ndugu na jamaa wanatuchangia, wakati mwingine tunauza vyetu, tukitaraji tutakuwa viongozi, tutakuja kusaidia watu, lakini mwisho wa siku unafanyika uhuni ambao unatia hasira. Sasa hasira hii apati mgombea tu, mimi nilikomoa mimi hata ukinikomoa si tatizo. Kuna yule ambaye pia naye anakwenda kupiga kura, hakubaliani na mgombea wa CCM. Pengine wagombea wa CCM katika majimbo mengi ikiwemo jimbo hili hawakufanya chochote, wananchi hawataki.